Bana, mambo vipi? Karibu sana kwenye Ngale Sports. Kwa mara nyingine tena tunakutana hapa kuja kujuzana taarifa mbalimbali za michezo ambazo zimejiri ama zimebamba zaidi hapa kwetu Tanzania. Kuna mengi ya kujuzana, mengi ya kujifunza, na kubwa zaidi ni dirisha la usajili ikiwa linaelekea kufungwa na taarifa kuhusu baadhi ya nyota wa timu mbalimbali ikiwemo Celestine Ekwa. Celestine Ekwa bwana, ni nyota raia wa Ivory Coast na Chad, japo anaitumikia timu ya taifa ya Chad na sio Ivory Coast, japo ana uraia wa nchi mbili. Huyu ni mchezaji wa Yanga Sports Club, alijiunga dirisha kubwa na anazungumzwa mengi kuhusiana na yeye kwenye hatima yake kwenye kikosi cha Yanga. Inawezekana ikawa unamuona Celestine Ekwa kwamba ana makosa mengi, mpira wake wa mwisho haujawa wenye nguvu au wenye hatari, amekuwa na changamoto nyingi. Lakini Ekwa ni nani? Lakini pengine nini hasa sababu ya kumuona Celestine Ekwa akipitia changamoto hiyo kubwa ya kwamba pengine mpira wake wa mwisho uonekani kuwa na faida sana kwa upande wake, lakini pia yeye kutokuwa na wakati mzuri zaidi katika eneo lake la mwisho. Kwa tumwangalie Celestine Ekwa ni nani, lakini pia Celestine Ekwa anaweza kwenda kuofa kitu gani kwenye hizo klabu ambazo anakwenda, na Yanga pia wanakosa nini kutoka kwa Celestine Ekwa. Huyu ni mchezaji kama ambavyo nimekwambia, raia wa Chad na Ivory Coast, hapa ni timu ya taifa ya Chad. Ni mchezaji ambaye amepita kwenye timu za mbalimbali ikiwemo Zoman FC ya kule Ivory Coast pamoja na ASEC Mimosas. Kama ambavyo tunafahamu, ASEC imekuwa ni moja timu ambayo hata wao wa Ivory Coast wanaiheshimu sana kwa kuwa na academy nzuri, academy ambayo imetoa nyota wengi kwenye ligi mbalimbali za ushindani duniani, lakini pia na hata Afrika. Mfano mzuri tumekuwa tukisema kila leo hapa, tunaona kina Anthony Trabitra ya Singida, Stefan Aziziki yao kwa Yanga, au wote wamepita kwenye mikono. Huyo Pacome Zouzoua ambao Yanga wanamtegemea amepita kwenye viunga vya ASEC Mimosas. Kwa ni timu kubwa, ni timu ambayo ina academy ambayo inatoa nyota wengi sana kwenye bara hili la Afrika na nje ya bara la Afrika. Na alikuwa anaingia na kutoka mara Zoman FC, mara kwa mkopo ASEC, mpaka anapata chance ya kuja kujiunga na Yanga. Mpaka anajiunga na Yanga. Ni winga ambaye hapa namzungumzia Celestine Ekwa na kukumbusha. Kabla sijaendelea, bonyeza alama ya kengele ili nikiposti uchambuzi mwingine uwe wa kwanza kupata taarifa. Celestine Ekwa ni winga wa kushoto, ndiyo position yake mama. Yeye anacheza kama winga wa kushoto, japo makocha wengi wanatamani kuona wachezaji ambao wanatumia labda mguu wa kushoto wanacheza upande wa kulia, unatumia mguu wa kulia unacheza zaidi upande wa kushoto. Hivyo imepelekea kumuona Celestine Ekwa akimudu kucheza winga wa kushoto, position yake mama, winga wa kulia, lakini pia kama mshambuliaji wa mwisho kama timu inapitia changamoto ukihitaji mtu katika hilo eneo la kumsimamisha. Ekwa alivyojiunga na Yanga ilikuwa ni dhahiri kwamba anakwenda kupata nafasi moja kwa moja ya kucheza. Isivyo bahati amepata nafasi, lakini changamoto kubwa ni namna gani ambavyo aliweza kusecure nafasi yake yeye na kuthibitisha kama yeye ni miongoni mwa walio bora kwenye hilo eneo. Sasa alipofika Yanga, badala ya kuchezeshwa zaidi kushoto, akawa anacheza upande wa kulia. Maana yake alikuwa anacheza upande ambao kwake yeye ni nafasi ya pili kwa ubora na sio nafasi ya kubwa kiubora, upande huo wa kulia ambao tunauzungumzia hapa. Muda mwingi Celestine Ekwa amehudumu kama winga wa kulia na kikosi cha Yanga, ilhali yeye main position yake ni winga wa kushoto. Inawezekana hiyo ikawa ni miongoni mwa sababu za Celestine Ekwa kuto kuonyesha ubora mkubwa katika hilo eneo.
kwa maana ya namna ambavyo anakokota mpira, namna anavyojicontrol, namna ambavyo anafanya maamuzi. Inawezekana hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Ilikuwa ngumu kwa sababu upande wa kushoto tayari ulikuwa nyota wengine ambao wanaweza kusupport mashambulizi kutokea upande huo. Wakati mwingine au muda mwingi tulimshuhudia akicheza Max pia Nzengeli ambaye amekuwa na kiwango bora sana, na hata alipopata nafasi upande wa kulia bado haikuwa nyepesi ama haikuwa rahisi sana kwa upande wake. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wa Celeste, na naamini ilikuwa hivyo. Lakini pia nakukumbusha, wakati anajiunga na Yanga ndio timu ngeni, kuzoea mazingira ya nje ya taifa lake ama nje ya ligi ambayo amezoea kucheza. Pengine alihitaji muda mwingi zaidi ili kuthibitisha kama yeye ni bora. Lakini je, baada ya kumjaribu kama winga wa kushoto na imeonekana kushindikana, Yanga hawakumpa fursa ama nafasi ya kucheza kama namba 9 ama mshambuliaji wa mwisho, kwa sababu tayari walikuwa na wachezaji wengi katika eneo lao la mwisho. Hapo unamzungumzia Prince Dube, lakini pia Andy Boyeli ambaye tayari ameshaondoka. Wamemuongeza sasa hizi Aurelio Depu Maria katika hilo eneo la ushambuliaji. Bado una Clement Mzize kwenye hilo eneo ambaye sasa hivi ni anauguza majeraha yake. Kwa hiyo unaelewa changamoto za Celeste, na kwamba nyota ambaye huenda amekutana na changamoto hizo za kiufundi, na kuna zile sababu ambazo si za kiufundi za masuala ya nje ya uwanja na hali ya hewa na vitu vingine, ambapo kumudu labda pengine pressure nje mpaka ya Tanzania, nje mpaka ya Ivory Coast, unaweza usinielewe kwa sababu hapo Ivory Coast wengi hapa wanacheza na wanazima vizuri, lakini zipo scenario mbalimbali. Alikuja Carlinhos hapa, mambo yalikuwa magumu sana, ambaye alikuwa anatokea Angola. Umri wake kwa ni miaka 24. Hana uzoefu au ukomavu mkubwa sana wa kucheza nje ya Ivory Coast kwa muda mwingi. Maana yake hiyo pia imekuwa ni sehemu sababu ya kumfanya pengine Celeste kutokuwa na wakati mzuri akiwa anaitumikia Yanga. Tetesi ama taarifa zinasema baada ya Yanga kumsajili Alan Okello, posta boy kutokea kule Uganda, na katika timu ya Vipers, tetesi ama taarifa zinasema kwamba huenda Celeste akatolewa kwa mkopo ama akaondoka kwenye kikosi cha Yanga. Zimetajwa timu nyingi sana. Wametajwa Singida Black Stars, imetajwa timu ya kurudi kwao kule Ivory Coast, lakini pia imetajwa Sekukune United ya Afrika Kusini. Hizo ni miongoni mwa timu ambazo zimetajwa kuhusika moja kwa moja na Celeste kama ataondoka kwenye kikosi cha Yanga. Sio dhambi na sio shida. Changamoto ni kwamba je, huko anakokwenda wanaweza kurudi kwenye ubora ule ule? Kwa sababu anaweza kukuofa kasi, anaweza kupunguza watu wawili ama mtu zaidi ya mmoja, anaweza kuongeza namba katika eneo la kushambulia akitokea pembeni. Shida ilikuja akiwa na Yanga ni mpira wake wa mwisho ambaye hakuwa na wakati mzuri, ilhali huko alikotoka ama kufunga magoli mengi zaidi ambayo unasema ndio aliipa nafasi si Yanga ya kumsajili na kumtumia kwenye kikosi chao. Kwa hiyo Ekwa ni mchezaji mzuri, isivyo bahati sababu za kiufundi na kimazingira zimepelekea yeye kutokuwa na wakati mzuri ama wakati bora katika hilo eneo la kushambulia, lakini pia katika eneo la namba kwake yeye. Amecheza michezo kadhaa hajawa namba nzuri ama hajawa namba bora, kiasi ambacho ni ngumu kumtetea, lakini unaweza kumtetea kiufundi kwamba eneo ambalo alikuwa anacheza kwake ni nafasi ya pili ambayo anaweza kucheza kwa ubora, ama katika nafasi tatu ambazo anaweza kucheza ile ni nafasi ya pili, kwa pengine asingeweza kuofa kitu kilicho bora zaidi. Yanga wamempata Okello ambaye ameanza moja kwa moja kucheza kama winga ya kulia ambaye anayekati in ama anaingia ndani moja kwa moja. Amekuwa na kiwango kizuri. Moja ya vitu ambavyo Yanga wamefanikiwa ni kufanya maamuzi pia ya haraka kwenye baadhi ya vitu kwa baadhi ya wachezaji kwa kile ambacho anaweza kukifanya. Ni kukumbushe na nikwambie tu, hii ni Ngale Sports. Usisahau kusubscribe. Kuna mengi ambao tunaendelea kukujuza mtazamaji, ambao tunaendelea kuyaandaa jikoni mtazamaji, kwa ajili ya taarifa mbalimbali za usajili, lakini pia kuhusu mechi, taarifa za wachezaji, makocha na masuala ya kiufundi kuhusiana na timu zetu za Tanzania. Ni moja kitu kilicho bora sana ambacho unaweza kukipata hapa kupitia Ngale Sports. Kama bado hujabonyeza alama kengele, fanya hivyo sasa ili uungane na familia
ya wanamichezo wenzako kupitia Ngale Sports. Bye.